Katika kesi hiyo ya jinai, mshtakiwa Tadei George Lekule mwenye umri wa miaka 52, mkazi wa Longo B katika manispaa ya Moshi, alifikishwa mbele ya hakimu Rehema Olambo na kusomewa mashtaka yanayomkabili, huku mshtakiwa wa pili Everine Tadei Lekule mwenye umri wa miaka 47, ambaye ni mkewe, akikosekana mahakamani kwa madai ya kuugua na kupata matibabu huko Rombo. Kutokana na kutofika kwa mshtakiwa huyo wa pili, upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali Bora Mfinanga uliwasilisha ombi la kuahirisha shauri hilo, ombi ambalo lilipingwa na hakimu Olambo kwa msingi wa kuweka msisitizo wa kuendelea na taratibu za awali dhidi ya mshtakiwa aliyopo mahakamani. Hakimu Olambo alimwelekeza mshtakiwa Tadei kuhakikisha mkewe anafika mahakamani mara moja, akionya kuwa endapo hatua hiyo haitachukuliwa, mahakama italazimika kutumia nguvu ambayo haitawapendeza. Katika kusoma maelezo ya awali ya kesi hiyo, wakili Bora Mfinanga alieleza kuwa mnamo tarehe 31 Januari 2025 huko Shantytown, manispaa ya Moshi, Tadei alikutwa akijihusisha na lita 704.5 za kemikali inayodhaniwa kuwa ni ethanol bila kuwa na kibali halali kutoka mamlaka husika. Shtaka la pili lilimtaja mshtakiwa kuwa alikutwa na kemikali hiyo ambayo haijasajiliwa kinyume cha sheria ya usimamizi wa viwanda na matumizi ya kemikali, na shtaka la tatu lilihusu kukutwa na kemikali hiyo katika eneo ambalo halijasajiliwa kisheria, jambo ambalo ni kinyume za taratibu za usalama wa mazingira na afya ya jamii. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika, huku wakili Mfinanga akieleza kuwa makosa hayo hayana dhamana kwa mujibu wa sheria, hasa kutokana na wingi wa kemikali zilizokamatwa, zaidi ya lita 30, kiwango kinachopaswa kumweka mshtakiwa rumande hadi mwelekeo wa kisheria utakapoainishwa. Hakimu Olambo alieleza wazi kuwa mahakama hiyo haina mamlaka kusikiliza kesi hiyo kwa sasa, na hivyo kumtaka Tadei George Lekule kubaki mahabusu hadi kesi hiyo itakapotajwa tena Mei 20 mwaka huu. Dickson Busagaga, Clouds TV, Moshi.